Okay, moja kati ya watumishi wengine ambao wameshiriki ibada hii ya restoration iliyoandaliwa na Rose Kumenya ni mtumishi wa Mungu Elia Mwantondo, all the way from Arusha. The city of praise wanaita. Brother, kwanza Arusha ikoje? Arusha neema ni nyingi. Neema ni nyingi. Ndio. Arusha Bwana anatusaidia, Bwana anatutetea. Bwana anatupa neema kila inapoitwa leo. Na nimeona una jambo lako unataka kuwaita. Hiyo ni exclusive. Yes, ni exclusive. Ulizungumza kwenye mtandao wako wa Instagram. Naomba nitumie fursa hii Habari Maalum TV. Yes. Tarehe 26 ya mwezi wa 4. Hii itakuwa ni breaking news. Exclusive hii inatoka kwa mara ya kwanza. Arusha na maeneo yote ya jirani, Mungu ametupa mzigo wa kuwaita waimbaji wote, wanamuziki kwa maana wanaocheza vyombo vya muziki wote, lakini pia tunawaita na viongozi wale wa ibada wote, waandishi wa nyimbo, waimbaji wa kwaya wote kwa pamoja. Tunakutana eneo moja tu la kukaa mahali na sio kuimba, tunajifunza. Kuwa na wakati tu. Tumeita Iron Sharpens Iron. Chuma hunoa chuma. Kwa hiyo tarehe 26 hii ni exclusive. Tarehe 26 mwezi wa 4. Yeah. Tarehe 26 mwezi na mimi nili-comment pale nikakwambia wakumbuke na watu wa Kilimanjaro. Tunajua namna ambavyo waimbaji wanaotoka Arusha wakija Dar es Salaam wanakuwa kwenye image kubwa tofauti na vile ambavyo walikuwa Arusha. Wewe kwanza kwa nini ume-maintain kuwepo Arusha mpaka sasa hivi Elia? Si kwa uchaguzi wangu binafsi. Kiufupi mimi nimezaliwa Dar es Salaam. Mimi ni mzaliwa wa Dar es Salaam, hospitali ya Muhimbili pale. Nilizaliwa miaka mingi iliyopita, lakini kwa maelekezo maalum ya Mungu mwenyewe, baada ya kumaliza masomo yangu ya ngazi ya elimu ya juu kwa maana ya chuo kikuu, nilipomaliza nilikuwa nawaza kwamba rudi Arusha, nibaki Arusha au nini. Mungu akanielekeza kwamba ni lazima nibaki Arusha. Kuna assignment maalum ambayo yeye mwenyewe alikuwa ameiweka. Na ndio sababu mimi nimebaki Arusha. Yeah. Na utaendelea kuwepo Arusha mpaka pale atakaponiambia sasa imeisha. Okay, tunaona namna ambavyo muziki wa injili unaendelea kufanya vizuri sasa hivi. Live recordings zimekuwa nyingi. Unadhani chachu hasa ni nini na tutegemee nini kwenye muziki wa injili miaka inayoendelea? Ninamshukuru Mungu, kwanza Tanzania imekuwa ni nchi ambayo imefanyika kuwa Daudi wa Afrika Mashariki, Daudi wa Afrika Mashariki na Kati yote. Kizungumza Tanzania, kuna namna ambavyo neema ya Mungu imetusaidia kuinuka katika eneo la kumsifu Mungu na kumwabudu Mungu na kuijaza anga na sifa na ibada. Kwa hivyo haya ni mojawapo ya matokeo ya kazi ambayo Mungu anaifanya kwenye taifa letu. Kuna watu wengi wamekuwa wakimuomba Mungu kwa habari ya uamsho kwenye maeneo mengi, kwenye maeneo ya sifa na ibada, na tunaona sasa matokeo ndo haya. Kwa hiyo siwezi kuelekeza hii credit kwa mtu yawaye yoyote, ile ninamtukuza Mungu kwa kazi anayoifanya hapa Tanzania. Na ninamwamini Mungu kwamba tukiendelea kuifanya kwa uaminifu, baada ya muda si mrefu Tanzania itaathiri ulimwengu wote. Tanzania itaathiri dunia nzima. Kama tunavyoona ndugu zetu Nigeria, sasa hivi dunia nzima inaimba nyimbo za Nigeria. Ni neema ambayo Mungu anaiachilia kwa majira fulani. Na mimi ninaamini this is our season. Huu ni msimu wetu na haya ni majira yetu. Yeah. Elia, pale Calvary wewe ni kiongozi. Umechaguliwa pia kwenye kanisa kitaifa kuwa kiongozi. Una mambo yako binafsi, una huduma. Unawezaje ku-maintain mambo yote haya? Ninaungana na Paulo anayesema kwamba ninayaweza mambo yote katika yeye. Sasa hayo mambo yote Biblia zingine zinaelekeza mambo yote ambayo yanatokana na maelekezo ya yeye anayetutuma. Kwa hayo yote ni matokeo ya yeye anayenituma. Kwa kama alijua akanipa hii nafasi ya kuwa kiongozi Calvary, akajua akanipa nafasi ya kuwa kiongozi katika kanisa la nchi, akanipa nafasi ya kuwa kwenye nyanja zote, anajua kwamba ndani mwangu kuna uwezo wa kuyatimiliza hayo yote. Yeah. Bwana wasalimie sana Arusha. Zimefika. Tunatamani hizi sasa, tunajua wapo watumishi wengi wa Mungu wanaofanya Arusha, lakini namna ambavyo inafanyika Dar ni tofauti na Arusha. Na Arusha ndo kiwanda, yani waimbaji wengi wanatoka kule. Tutegemee nini Arusha miaka hivi karibuni? Yani neema bado ipo Arusha, na mimi ninamwamini Mungu ya kwamba Bwana anazidi kutufungulia milango. Anazidi kutufungulia milango ya kujifunza zaidi. Ndugu zetu Dar es Salaam wamepiga hatua sehemu fulani ya kufanya mambo katika ubora, katika viwango, katika upako, na sisi tunajifunza. Kwa ninaamini ya kwamba hiyo neema inakuja inaambukizwa na kwa watu wa Arusha. Kwamba bali tuna kwamba tutafanya katika aina, lakini viwango na ubora
litazingatiwa. Mungu akubariki sana. Asante sana. Nashukuru sana. Mungu awabariki.